nikiongoza ibada watu wanasema ana madude. Mama mmoja nakumbuka tukiwa kanisani, tumetoka kanisani ananiambia, we mwanangu njoo, naomba uniambukize madude. Nikasema mama, madude gani? Akaniambia ukiwa unaimba tu pale, vile unavomuongea Mungu waga nasikia kama napigwa shoti, yani kama vitu vinanitembea mwilini, nasikia kama baridi, so baridi, niambukize yale madude. Kwa kidogo nikaa naona nilikuwa napenda kuhubiri, yani ni kushuhudia labda, yani kilichokuwa ndani yangu ni Yesu anaweza kubeba mizigo ya mtu. Kwa hiyo nilikuwa tu naweza nikaa niko kwenye bajaji, nikikutana na mtu naanza kumwambia unasali wapi hivi, naanza kuongea habari zile za Yesu, na ninakutana na changamoto ninamuombea anapona. Watu wakawa wananiita kidogo kidogo hivyo. Nakumbuka familia moja waliwahi kuniita, mama moja alikuwa ni nesi, akaniita tu hivyo kukutana tu, japo yeye alinisikia shule, sababu kule shule ya msingi lile darasa nililopewa lile, walianza kuja watu wengi sana, wa baba kwa wamama, watoto, vijana, mabinti, walikuwa naletwa watu wenye matatizo mbalimbali. Kwa hiyo ikafika mahali nikafahamika kidogo. Kwa hiyo kuna mtu anaweza kapata shida, akaambiwa kuna binti mmoja ukimuona hivi unaweza ukamchukulia kawaida, lakini anaweza akakusaidia. Kwao wananiita hivyo. Sasa nikiwa sekondari form 2 kwetu, yani Mungu alianza kulitambulisha Yerusalemu. Dada yangu ninayemfuata alikuwa ameolewa tangu kipindi kile nimesema, hakuwahi pata mtoto. Basi wakawa wamempeleka sana kwa waganga wa kienyeji, hospitali wamezunguka, wakawa wanatoa majibu ya ajabu kwamba sijui moyo wa kizazi umeinama, sijui nini, vitu kama hivyo. Madawa akatumia mengi bila mafanikio, ndoa yake ikawa kwenye misukosuko mingi. Siku moja Roho Mtakatifu akasema na mimi, nenda kwa dada yako. Nikaenda kanisani pale, nikambeba rafiki yangu walika langu, kaambia naomba unisindikize kwa dada yangu. Akanisindikiza, tukafika. Nilipofika kwa dada yangu, si unajua ile mazingira niliyokulia mimi, nimesha mfahamu Yesu tangu hivyo. Kwa kule kuchangamka sana na nielewe vitu sana vya duniani, mimba nini, ilikuwa so kiivo. Kwa afu kwetu kule, yani unaongea mimba hujazaa, yani wewe wa ajabu. Nikanasema sana nitafanyaje? Dada yangu nimeambiwa atapata mtoto. Ile ndio ilikuwa yani muujiza wa nyumbani. Nikafika nikamuita dada. Nikamwambia dada, mimi nimekuja hapa na rafiki yangu na shida, na wewe una shida gani? Nikasema nimekuja kukuambia kitu. Kitu gani? Nikamwekea mkono tumboni. Nikamwambia mwakani majira kama haya utapakata mtoto. Dada akaniangalia, nadhani hakunielewa. Basi mimi na rafiki yangu tukashikana mikono, tukamshukuru Mungu, tukaondoka. Baada ya miezi 3 dada akaenda kwa mama. Hapo mimi nishasema hata sikumbuki, maisha yanaendelea, niko shule. Dada akaenda kwa mama, akasema mama, huyu Tina huyu ana vitu vya ajabu. Alikujaga nyumbani mama, akaniambia hivi na hivi, niliogopa tu kukwambia, lakini saa hizi najiona kama ni mjamzito. Mama akasema alikwambiaje? Akasema aliniambia mwakani majira kama haya tapakata mtoto. Ikapita mwezi wa 4. Akashindwa sasa kuvumilia, akaniambia mimi, akasema Tina, kile kitu ambacho ulisema huenda kina ukweli. Nikamwambia dada, kitu gani?
Akasema naona tumbo kama linaniuma. Basi nikajisikia vizuri. Mungu anajua mwenyewe alivyokuwa ananifundisha na kunielekeza. Wale watu wa Ubungo nilisema walikuwa wananitumia nguo. Kipindi hicho walikuwa wamenitumia nguo. Nikaenda kwenye zile nguo. Nikakagua, nikaona kuna tumagauni. Watu wa Dar es Salaam wanavaa tumagauni simple simple, kwa kukaa tumagauni tuzuri. Nikachukua tule tumagauni. Ambia dada, kweli nimekuletea haya magauni, utakuwa unavaa huku. Yaombea. Nasema Mungu mtunze huyo mtoto, atoke akiwa salama. Siku zikapita, akaja kuuma uchungu. Mimi nilikuwa shule. Niko shule, nashangaa wanasema narudi nyumbani kuna sherehe, yani watu wengi. Dadangu kajifungua. Hapo nilikuwa form 3. Dada amejifungua. Jamani. Wakasema yani amejifungua, hata mume wake kasema huyo aliyesemaga ndo aje atoe jina la mtoto, tusije tukakosea kumpa mtoto jina likatokea la kutokea. Basi mimi nilivyorudi pale nikana mshukuru Mungu kwa machozi, kwa sababu dadangu alikuwa amepitia changamoto sana, zile za uzai nini hivyo. Nikanasema Mungu asante kwa neema yako. Kwa kweli hatukustahili kabisa kutendewa haya. Basi wakaniambia mpe mtoto jina. Nikasema ataitwa Neema. Aitwe tu Neema. Wote wakasema kwa kweli ni Neema. Kwa kweli ni Neema. Kwa hiyo Neema akapatikana kwa jinsi hiyo. Muujiza wa kwanza ukaanzia hapo. Na ninamshukuru Mungu amefanya kitu pia. Mwaka huu mwezi wa 3 nilikuwa na hudumu mahali. Nilialikwa tu semina, nimeenda kufundisha. Ilikuwa tu semina ya ndani. Mbali kabisa, hakuna mtu anajua niko pale. Nikiwa na hubiri, Roho Mtakatifu akawa mwingi. Basi watu wakawa nalipuka pepo wengine. Nikashangaa wanaleta binti huku amelipuka pepo. Namuombea yule binti, pepo limechacharuka, ombea. Namaliza kuomba hivi, nasema amen. Kumwangalia ni Neema. Neema ambaye mtoto wa dadako. Yani alishakuwa kamaliza hadi form 4. Akaniambia niko tayari kumpa Yesu maisha yangu. Jamani, ilikuwa very surprise kwangu. Nikasema Mungu umejua kunishangaza. Huyu Neema kaja kasikiliza neno, mimi nafanya huduma. Alafu mimi ndo namuongoza Neema tena sala ya toba. Nikasema kwa kweli ni Neema. Kwa hiyo mpaka sasa hivi Neema kaokoka, ana miezi kadhaa hivi kwenye wokovu, na anasali huko alikokuwa anasema kaka, hilo kanisa anaabudu hapo. Kwa hiyo ninamtukuza Mungu. Kwa hiyo huduma ikaanza vile. Baadaye sasa nilipomaliza form 4, siku kadhaa zikapita, ikawepo tu ni ile kawaida. Mimi ninapenda kuimba. Ni mtu ambaye ninapenda ibada. Yani yale ambayo Mungu amenifanyia, kwa kweli ninapenda kumwabudu Mungu. Napenda kumfanyia Mungu ibada. Kwa nikiwa naongoza ibada, wanasema huyu ana kitu. Mbona kama mhubiri? Mbona kama nikiongoza ibada watu wanasema ana madude? Mama mmoja nakumbuka tukiwa kanisani, tumetoka kanisani, ananiambia we mwanangu njoo, naomba uniambukize madude. Nikasema mama, madude gani? Akaniambia ukiwa unaimba tu pale, vile unavomuongea Mungu, waga nasikia kama napigwa shoti, yani kama vitu vinanitembea mwilini, nasikia kama baridi, so baridi, niambukize yale madude. Kwa kidogo nikaa naona madude, nikaa naona inawezekana kile kitu. Hapo sielewi sasa, nafaa nikahubiri, nafaa niendelee kuimba, nafaa niendelee kuomba. Maana mimi napenda sana kuomba. Napenda sana kumwabudu Mungu. Napenda sana kuhubiri. Napenda sana kusoma neno la Mungu. Vitu hivyo, yani ndo maisha yangu.
ukija nyumbani hayo ndo maisha yangu, yani hivyo. Kwa hiyo ikaja ikatokea zile ibada, huduma sasa rasmi ilivyoanza, ikaja ikatokea hivi. Kwanza kule kwenye idara ya watoto, nikiwa mtoto vile, hizi idara za watoto nilikuwa nahubiri zile sikukuu za watoto. Sasa ikaja ikatokea idara ya wanawake, nikapangwa tu, ilikuwa siku ya idara ya kawaida tu, walikuwa nadhani wanatengeneza wahudumu wa wiki la idara, wakanipanga siku ya kawaida tu. Nikatetemeka sana, niliomba, nilikaa kusoma Biblia, nasema we Mungu, mimi siwezi kuwahubiria watu, yani kule nilikopita ilikuwa tu ni miujiza inatokea, nasema neno kidogo watu wanaokoka hivyo. Siku hiyo nikaa nafundisha. Nilipokuwa nafundisha, nikiwa nafundisha pale madhabahuni, yani ni nyumbani sasa kanisani, watu wote wananifahamu, watu wote wamenizoea, na kuna ile nabii kama akubariki kwao. Ngoja kwanza, kanisa ambalo ulikuwa unafanya hiyo huduma ni ile kanisa ambalo mama mchungaji alikupeleka Mbeya? Ndio, lakini yeye alihama. Na ndo nilisema nimekutana naye huku Ihumwa, Dodoma. Mchungaji alikuja mpaka ninapohubiri pale. Ninakumbuka alisema hivi, usimdharau usiyemjua. Aliongea vile na alilia. Kwa kweli hakutegemea yale mapito ambayo nilipitia kama kingekuwa kinazaliwa kitu cha namna hii. Akasema unaweza kumuona mtu kawaida, lakini kumbe Mungu amewekeza vitu ndani yake. Na yule baba alinisaidia kwa kweli kwenye kunilea. Baada ya kuanza kuona zile huduma mashuleni, nilikuwa nikienda nikimwambia baba, nimeota ndoto, baba nimeona hiki, ananiombea afu ananifundisha. Na kuna hii dhana watu hawaamini, kutokana na wimbi kubwa la unabii wa uongo, watu hawaamini kwamba karama ya unabii inafanya kazi. Lakini ile karama inafanya kazi, ni jicho la Mungu. Isipokuwa tu hawa manabii sasa ambao wana hivyo vipawa na karama, wawekwe chini ya msingi wa neno la Mungu, walelewe vizuri kwenye ile misingi ya Mungu, waelekezwe namna gani kupambanua roho na vitu kama hivyo. Wanatakiwa wawe na maisha yepi atakayowasaidia kumwelewa Mungu vizuri. Kwa hiyo yule baba mimi alinisaidia kunilea hivyo. Kwa hiyo sasa yeye alivyohama alikuja mchungaji mwingine. Kwa hiyo hizo huduma zikawa zinaendelea hapa. Kwa hiyo sasa siku hiyo nikiwa nahubiri, tena mimi sielewi nilikuwa nahubiri, nilikuwa naongea. Nikashangaa watu wameanza kunena kwa lugha, wanalia. Roho Mtakatifu akashuka, nikashindwa kumaliza, kwa wote tukajikuta tumeomba. Baada ya pale wakanipanga kuhudumu sasa. Wakakaa kikao, wakasema kwa nguvu ile kitu ilitakiwa lipate kanisa zima, sio sisi idara. Tunafanyaje? Tukimweka katikati, ibada ya katikati watu watakuwa wachache, awekwe Jumapili. Lakini kumbe ni wakati Mungu alikuwa anataka kutambulisha ile huduma. Baada ya pale nikahubiri kweli ile Jumapili. Watu jamani, kumbe anahubiri, kumbe anaweza hivyo. Baada ya pale sasa ni mule tu ndani, yule mamchungaji waliohamia alikuwa ni mkurugenzi wa idara ya WWK. Yani kwenye hizi huduma za idara mara nyingi wanapanga wale watu, labda ni kiongozi wa section, labda ni mwenyekiti wa mahali pamoja, ndo anaruhusiwa kwenda kuhubiri kwenye mikutano. Nikiwa sijawahi fanya mkutano rasmi wa kwamba mkutano umeandaliwa. Sasa huo ndo ulikuwa mkutano wa kwanza. Mama wakakaa kikao sasa, wanaandaa wahudumu. Wakiandaa vinagoma huko kwenye vikao vyao. Yani mimi sina sifa hata hii ya kupita popote. Manake sio chochote, yani ni mwanadamu tu wa kawaida, ni mshirika. Wakiwa wamekaa, mama akanasikia kama kitu, yani Roho Mtakatifu anamsukuma kwamba toa hoja. Wale viongozi wenzake hawanifahamu mimi, lakini akanasema ile huduma mbona alifaa huyu, niseme hapa.
Walivyotajana wainjilisti wale wanaowatumia wakawa wanaona kama hawaridhii. Mama akasema, jamani, pale kanisani kwangu nina binti, naona kama ana kitu pia. Wakasema tuletee huyo, tutamjua hapa, tutaomba naye pamoja. Kweli mama akaja. Kabla mama ajaje, Roho Mtakatifu akasema na mimi. Nikaona niko mahali sasa katika ndoto, niko mahali nimesimama na wagawa watu chakula, na wapa watu chakula, watu wanakifurahia chakula, wanakula. Watu wengine walikuwa kama wanaumwa hivi, kwa kile chakula kikaa kinawasaidia, walikuwa wamedhoofika kutokana na kukosa chakula. Nimempigia mtu simu, nikasema nimeota ndoto ya ajabu afu inanisumbua, au mimi nitakuwa nahudumia kituo cha watoto yatima? Akaniambia muombe Mungu, hiyo ni huduma. Yaani hata unashangaa huduma. Baada ya pale nikiwa kwenye maombi, Roho Mtakatifu akasema na mimi baada ya kimya kingi. Nikamsikia tena ananisemesha. Akaniambia, nataka nikutambulishe sasa. Niitambulishe huduma. Yaani nilifumbua hivi jicho nikaanza kutafuta ile sauti. Mbona kama kuna mtu kaniambia kitu hapa. Ameniambia anataka kutambulisha huduma. Baada ya siku chache yule mama akaniita kanisani. Kaniambia, mwanangu, kuna kitu nataka nikwambie, usiogope. Maana anajua hata ile ya kuhudumu kwenye idara ya mahali pamoja niliogopa sana. Maana niliandaa hadi somo nampelekea, mama angalia, mimi nitaongea vitu gani hivi havitoshei hivyo. Akaniambia, sasa kuna mkutano wa Injili. Mkutano unatakiwa ukahubiri, kutakuwa semina ya ndani na mkutano wa nje. Kwa hiyo ni kongamano. Kwa hiyo ndani tutakuwa tunagawana vipindi mimi na wewe. Nikajiangalia afu nikacheka. Nikasema, wewe mama, unatafuta aibu. Mimi hata kuongea naongea taratibu sana. Huo uinjilisti mimi nautoa wapi? Wainjilisti ni wale watu wanapiga makelele hivyo. Akaniambia, mimi nimesukumwa hivyo na wenzangu, nimeshawaambia jiandae siku fulani tunaenda kwenye maombi pamoja. Kweli nikaenda tukaomba. Wale wa mama wakasema, kwa jinsi anavyoomba si tuna amani naye, anaweza kuhubiri. Wakati wa Mungu tu ukifika, hakuna namna mazingira yatakataa. Hicho ndicho ninachoamini kabisa. Yani mimi ni yule ambaye nilipenya mahali, yani kuna njia tu ilifunguka, Mungu akanipitisha hapo. Yeye ni Mungu, kila kitu ni cha kwake. Akiamua kupitisha hahitaji kibali cha mtu, anafanya mwenyewe. Kwa hiyo nikawa na maombi mengi sasa mpaka mwili ukaisha. Ikawa imefika siku ya safari. Tukasafiri tukafika, nilikuwa na mtoto wa pili alikuwa ananyonya. Sasa hivi ana miaka 10. Kwa hiyo ni kama miaka 9 iliyopita. Nimembeba mdogo wangu huyo wa kike. Sasa yule aliyekufa alienda, akabaki huyo wa kike ambaye anaitwa Esther. Sasa nimembeba, nikamwambia tuondoka nisaidie kulea mtoto. Tumesafiri, tumefika lile eneo, niko na mama mkurugenzi. Basi viongozi wale wa section wamekuja kumpokea. Kipindi hicho ndo kuna zile rambo. Nimebeba rambo yangu imechorwa hadi na yule rambo mwenyewe. Wale watu wakampokea mama, wanaimba. Mimi wakaniacha hapo nimesimama na rambo yangu. Wakamuuliza mama swali, mama, mwinjilisti yuko wapi? Mama nahisi alichanganikiwa, maana alitulia kwanza. Mimi ndo niko hapo, ndo mwinjilisti na wao wananiona, ila hawaelewi mwinjilisti gani huyu. Mama akasema, amjamuona? Mama yuko wapi? Huyu hapa. Wale viongozi aise walishuka moyo. Hata kuja kunisalimia walishuka moyo, maana wameandaa
ni mkutano mkubwa, wamealika kwaya maalum. Kuna kwaya moja ilikuwa maarufu kipindi hicho inaitwa Chombe. Yaani ni kwaya ilikuwa machachari na imba. Wale wa viongozi wakakata tamaa. Mama ndo huyu. Mbele yako, yani hao wanashangaa mbele yako. Yaani na mimi nipo. Na mdogo wangu yule ndo tunatia huruma. Na vile hatujawahi enda kwenye mikutano. Natia huruma, nimevaa tu sketi na kibode. Mwili umeshuka huko nyanga nyanga. Kwa hiyo ni walitazamia watakutana na mama wa miraba minne. Wakakutana na mimi sasa. Na hapa sasa hivi ndo una mwili. Kwa hiyo plus hiyo zamani sio ilikuwaje? Yaani nadhani Mungu ameniweka hivi pia. Ni ushuhuda. Lakini hamna bwana, napungua zaidi. Nina mwili lakini hivyo. Sasa ndo hivyo. Sijui labda uko mbele. Sasa yule mdogo wangu kile kitu yani hajaokoka wala nini. Esther huyo. Kwa kweli Mungu alimtumia. Akaniambia, dada njoo tukae hapa. Tukachukua jiwe, wakati mama mkurugenzi anaongea ni stendi, tukachukua jiwe tukakaa pembeni. Akaniambia, dada, Mungu atakutumia paka watu watashangaa. Hawa wamama unaowaona dada yangu watakuomba msamaha. Watatubu mbele za Mungu na kuambia. Yule mtoto maneno aliyokuwa anaongea hayakuja kwangu kwa kawaida. Yalikuja ni maneno yaliyobeba nguvu, yakaniponda ponda, nikaanza kumuona Mungu huyu hapa. Unajua kuna wakati unachoka, unasahau kwamba hivi Mungu yule aliyenivusha pale, hivi atanisaidia hapa, lakini Mungu hajawahi badilika, ni yeye yule jana, leo na hata milele. Basi yule mtoto akanitia nguvu. Nikasikia kuinuliwa tena. Wakati huo nimeambiwa naenda kukutambulisha. Nimesoma Biblia, sijaelewa chochote, sina hata somo moja ninaloenda kutambulishwa nalo. Sina hata andiko hili moja, afu naenda kutambulishwa. Kwa hiyo jumlisha na kule wale watu wakasita, nikasema afu kweli taaibisha watu mimi. Hata somo sina. Wale wamama wakajitia nguvu sasa kwamba dada Bwana asifiwe. Kasema amina mama, shikamo, watu wazima yani. Vile ninavyoongea kwa upole ndo kabisa wakachanganikiwa wale wamama. Wakasema karibu sana, nikasema asante. Wakapanda kwenye gari. Ndugu yangu nikujaga kujua kwa baadaye, baada ya wao kutoa shuhuda, wakapiga simu kwenye ile kwaya. Hata msihangaike ile kwaya. Hata isije. Yaani mambo tulokutana nayo hapa ni ya ajabu, subiri tu tuje tufike huko. Basi tukaenda mpaka eneo husika la tukio. Nikaambiwa mimi nikaoge kwanza. Naenda kuoga, nikakuta wamama wanapika, unajua kijijini. Kwa hiyo bafuni tu ule mlango, yani unaweza kuona kinachoendelea nje. Nikafika pale. Mama mkurugenzi ndo wako na wale wa mama wenzake pale ambao hawaja nijua mimi. Wakamuuliza, "We, mwinjilisti yuko hapa?" Mwenzangu, si ndo huyo aliyeingia bafuni? Mama mmoja kaweka na mikono kichwani. Hey! Ndo huyu. Nimesimama pale na waona. Yaani unafikiri nilioga? Nguvu ziliisha za kuoga. Nikavaa nguo, nikatoka. Nikaenda kwa mama mchungaji. Mama mkurugenzi kasema, mama, hawa watu wamenikataa. Siwezi kabla akuja pambazuka, maana tunaanza kesho asubuhi na ni usiku tayari. Ungefanya utaratibu mwingine. Mama akasema, mimi nimeambiwa wewe ndo uje hapa. Kwa hiyo ni wewe huyu ndo utakayefanya, utakayehubiri. Mdogo wangu akaniangalia tena, akasema, dada, usiogope. Mungu atakutumia. Nikaanza kusema, ila kweli. Yule Mungu aliyeniokoa mimi kwenye kale kaumri, mapito yote yale, inawezekana. Mama, kesho yake kumepambazuka, tumeoga, tunaenda kanisani. Sasa tunaanza semina ya ndani. Kwa mara ya kwanza sasa ndo huduma inaanzia pale rasmi kabisa.
nimeoga, nikajiangalia kwenye kioo hivi, nikasema jamani. Nikajiona kama sijui waaje hivi. Yaani nikajiona ukawa unajikataa. Kujikataa nimeacha sasa. Nikajiona watu tofauti. Najiona kwenye kioo kama hivi ni mimi. Yaani unajua mpaka unajisahau. Yaani ni kioo lakini hujielewi hivi kipi ni kipi. Tukaondoka pale. Yule mkurugenzi bado ana mimi tu. Yule wa section sasa. Tumefika pale kanisani watu hivi. Mkutano umetangazwa. Watumishi wa Mungu na ni ile mwanamke sasa. Watu wamezoea kuona wanaume ndo wanahudumu kwa kuambia wanawake, watu wamefurahi. Na kipindi hicho ndo section zinashamiri idara nini hivyo. Yule mama kiongozi mwenyeji bado ana mimi. Yaani ule muda wa sadaka, yani haamini ile sauti alionisikia nayo, Bwana asifiwe mama hivyo. Basi tunaomba mwinjilisti wetu aombe sadaka. Nikasema huyu mama jamani, asiniache mwenzake roho itulie kwanza. Lakini Mungu Bwana aliyaacha yote yale ili atoe cha kwake mwenyewe. Basi ibada ikaendeshwa ikaisha. Ikaja ule muda sasa mhubiri sasa. Kwa sababu mimi ninahubiri nje, kwa hiyo ilikuwa kile kipindi cha kwanza nianze mimi ili ule muda mama anasimama mkurugenzi, mimi napata muda wa kupumzika kwa ajili ya kuendelea baadaye. Jamani, huyu Mungu. Hata hivi nyewe mnavyonisikia hapa, siku kinisikia na hubiri mimi ni mtu mwingine. Kabisa yani. Mimi yani sijalala, niko macho haya unayoyaona. Nikashangaa mle ndani kama tetemeko la ardhi hivi. Nikasema kuna nini? Nikiwa nikashangaa tumenyanyuliwa hivi. Tumenyanyuliwa hivi, unaelewa? Kumbeba Mungu ni gharama. Haleluya. Nikafika pale karibu tunaenda kumleta sasa mwinjilisti wetu mahali hapa, mshangilie Bwana. Ninatoka pale sielewi nini kinaenda kutokea. Ila wakati natoka nyumbani niliambiwa kafundishe Roho Mtakatifu. Ile tu Matendo 1:8. Nenda kafundishe pale. Sina notes za kutosha ila nina daftari na Biblia. Nimeweka pale. Si ni mwalimu sasa, mimi ndo hivyo. Watu wanaone ni mwalimu. Nakwambia kama kuna vitu Mungu alinishangaza ni ile siku. Jamani, nimeshika maiki. Nasema haleluya. Sauti iliyotoka, wale wote walioka kwenye viti, yani walisimama, walianza kushangilia, sauti nzito ya kiume. Yani hata mchungaji mwenyeji yule mwangalizi anakuja kufungua. Sauti mimi niloongea ya kwake ilikuwa ndogo. Nikasema maajabu ya kwanza. Yani wewe mwenyewe unajishangaa unavyo. Yani wale wanavyonishangaa na mimi nawashangaa. Nikashangaa nasema haleluya, sauti kama inashtua watu hivi. Nikaa nimesoma habari za Roho Mtakatifu. Nikaanzia kwangu mimi nilivyojazwa. Jamani, Roho Mtakatifu ni Mungu. Roho Mtakatifu ni roho ya utendaji. Yesu kabla hajaondoka akasema na sisi tumekuja hapa tuna mkutano, tuna kongamano, tunahitaji Roho Mtakatifu. Nikasoma lakini mtapokea nguvu. Roho Mtakatifu yuko hapa wewe. Roho Mtakatifu nikafundisha kidogo tu, akashuka akalichukua kanisa. Watu walinena, watu waliomba. Mimi mwenyewe sielewi nimechukuliwa, wote tunaomba lakini nina akili. Hivi naota au nikitokea hivi naona, yani unajua kuna kitu kinatokea. Sasa nikashangaa zile ishara, sasa vitu vikaanza. Nikaanza kuona vile vya kipindi kile. Na kuna mtu yuko hivi. Mungu yuko hapa. Kuna mtu uko hapa, ni 1 2 3, watu wanakuja mbele. Nakumbuka kabla sijaanza kusema, nikashangaa baba mmoja alikuwa mwishoni kabisa kwa mlango. Yule baba alitoka na tambaa na magoti. Kama vile babangu aliwahi kutambaa kipindi kile. Yule baba alitoka na tambaa analia. Analia, anakuja madhabahuni pale. Anagaragara, sijawahi wekea mtu mkono nikiwa hivi sasa. Yesu wangu, nini kinataka kutokea hapa?
Basi Roho Mtakatifu akatuchukua, nikaanza kuita watu, wanakuja mbele wenye mahitaji na walifunguliwa. Nakumbuka ni watu walikuja wale wenye shida, sijui hajawahi jazwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akatembea mpaka mkurugenzi akakosa kipindi. Baada ya pale tayari ikatokea taharuki sasa. Jamani, maajabu. Yani kuna mdada umwame, yani kuna kitu kimetokea hivyo. Kwa watu wakaja wengi. Tukatoka pale. Nikasema Mungu wangu. Sasa si ndo nimefanya kwa mara ya kwanza. Nikamwambia mama, tafadhali naomba mnifanyie nini? Wani assess hivyo. Yani wanifanyie tathmini kwamba ni mara ya kwanza, wapi nimekosea, nini kimefanyika. Yule mama mkurugenzi akasema, wewe, kwani hapa kuna mtu anajua hujawahi hubiri au na mimi ulinidanganya? Uliwahi hitu? Yani wewe hauna hata cha kukufanyia tathmini, hauna cha kufanya. Hii huduma ni kubwa, mimi naogopa. Tukaenda tukala, tunarudi sasa. Watu hivi sijawahi hubiri. Huyo anayeniambia anaenda kukutambulisha akaniambia, fungua kitabu cha Isaya 9:6. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume. Haya, unganisha na Yohana 3:16. Nikasoma, nikaweka alama, funika Biblia, omba, tukaondoka. Tulipofika pale nikakuta lile rundo la watu, nikachanganikiwa. Sijawahi kaa viti vya mbele. Yani maajabu ya Nyakamwili ndo kale kale. Sasa wakaimba pale na nini. Wale wa mama wameshaanza kuchanganikiwa na ile hali. Baada ya ile semina ya ndani wameshatoka, wamepiga simu, iambieni tu ile kwaya ije. Mungu atusamee jamani. Waje tu kwa dalili tunayoiona kuna vitu vitatokea. Basi wameimba kwaya zote, wamemaliza. Sasa ni wakati wa kumleta mwinjilisti wetu mama. Ndo niko pale sasa, nimekaa kwa wachungaji. Ninaogopa. Hii miguu ishaisha nguvu, na tetemeka. Basi wakaita mama mkurugenzi, kapelekwa pale, nimuinue sasa mwinjilisti, wanawake mumsindikize. Nikasimama, nikaganda kwanza. Wanaanza kuimba mama, mimi nikakimbia. Wenyewe walijua nakimbia ni mbwembwe za mwinjilisti, kumbe mimi humu nguvu sina kwenye miguu, nakimbia angalau nichangamshe mwili. Nikafika paka pale jukwani, afu nikasimama, sioni pa kuanzia. Nikasimama, wakapiga hicho kigeregere, wakaimba tena. Mimi wakawa nafikiri wananiimbia, ninafurahi, kumbe wananipa kale kamda kakutulia. Maajabu nilokutana nayo pia kwenye mkutano. Nikashika maiki vile vile, haleluya, sauti ikawa kubwa vile vile. Alafu nikiwa jukwaani ninaona kuna mtu anacheua maneno kwenye masikio yangu, afu mimi nasema. Yani kama sijui kama walikuwa na uwezo wa kunifuatilia. Nilikuwa nageuka hivi nimuone huyu mtu, mbona tunapishana. Nikigeuka sikio hili naona anaongea huku anaongea, najitahidi nimwangalie ni nani, ila nilikuwa yani simuelewi, ila na feel kitu cha namna hiyo. Kwa hiyo nikaa naongea vitu vya ajabu, nguvu ya Mungu ikashuka pale. Wakaleta kwa mara ya kwanza baba mmoja alikuwa na shida ya ulemavu, nikamuombea akanyanyuka. Kwa vitu vikatokea. Roho Mtakatifu akatembea, watu wakaokoka kwenye ule mkutano. Kwa hiyo baada ya pale, siku zile za ile kongamano ikaisha, Roho Mtakatifu akiwa ametuhudumia sana. Nakumbuka ilishindikana, watu wakawa natamani kila mtu anishike. Yani mama mkurugenzi akasaulika hata kama nilienda naye. Watu wakawa wananikumbatia. Wanasema, we dada una huduma kubwa, hatukutegemea jamani. Watu wakawa wanalia hivyo hivyo. Baada ya pale sasa
nimerudi tu nyumbani sikukaa hata wiki moja. Kuna mchungaji yani alivyotoka tu pale lile wiki kaenda kujiandaa, tukamaliza tu zile siku chache nikaa nimeenda kwake. Huduma ikaanzia hivyo. Baada ya pale mtu mwingine akaniona, mtu mwingine hivyo mpaka hivi. Sasa basi tunakaribia kumaliza. Natamani tu kufahamu, tayari umetuambia kwa habari ya familia, vile wazazi walivyokuchukia, walivyokupiga, walivyokuumiza. Sasa hivi hali ikoje ya kimahusiano? Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Yaani nashukuru kupita neno lenyewe kushukuru. Wazazi wangu ni rafiki zangu wa karibu sana. Ninaweza kusema kwa ujasiri kabisa, ule upendo wa wenzangu upo kwangu mwingi kupitia wao. Wananipenda sana na ni wadhamini wa huduma pia. Yaani babangu na mamangu, kama nitaitwa mahali labda ni kijijini naenda kwenye huduma, wako radhi hata kunipa nauli niende nikahubiri. Lakini pia kitu cha ajabu, walishaniomba msamaha kwamba laiti tungejua. Mamangu anasema sikuwahi waza kama kwenye tumbo langu nilibeba mtu wa design yako. Yale yote yaliyopita tunaomba utusamee, tulikuwa hatujui tulitendalo. Na kwa kweli waga wanatamani kama wanaweza wakaomba msamaha, labda waone wamesamehewa, wakaomba mbele za watu. Kwa kweli ni watu wazuri. Hata nilivyokuwa ninakuja huku, nilivyokuwa naelekea Dodoma kwa ajili ya huduma pale Dodoma, nilikuwa na semina ya siku 8. Nimeenda kumuaga babangu na safiri kesho. Babangu na mamangu walinitia moyo sana na wakaniambia Mungu akutumie kwa ajili ya kujenga ufalme wake. Wanasema kabisa kupitia wewe watu wengi wampe Yesu maisha yao. Kwa hiyo ni watu ambao wananitia moyo, wanasimama pamoja na mimi, na namshukuru Mungu nimefanyika baraka kwao. Babangu hawezi fanya kitu chochote bila kunishirikisha mimi. Hata kama niko hapa, kule nyumbani yuko kakaangu, yuko dadangu, lakini hakiwezi kukaa kikao chochote naongea kwa ujasiri. Babangu atanisikia, najua atanitazama kupitia NYTV. Hakiwezi kufanyika chochote bila mimi kuwepo. Baba atasema tumsubiri awepo. Kwa nini? Kwa sababu kile kitu ambacho Mungu alikiweka ndani yangu amekiona kwamba ni kitu ambacho hakijawafaa wao peke yao, kinafaa na watu wengine wote. Kwa hiyo kwa kweli babangu anajisikia vizuri, na amewahi kuniambia watoto wote niliozaa mimi wangekuwa kama wewe, au ungekuwa wewe ni mwanaume, ningekuwa mbali zaidi. Kwa hiyo hivyo ni watu wazuri. Yani kwa kifupi wote ndugu zangu, nipo huku ananipigia, tunakuombea, Mungu akupe neema. Kwa hiyo hata yale matokeo ninayoyaona kwenye utumishi huu, ninaamini wako nyuma yangu wananiombea sana. Wananiombea. Nilikuwa Dodoma juzi nikiwa kwenye huduma na kuwa bize sana, nilikuwa bize. Kwa mamangu alikuwa ananipigia tupate muda wa kuongea. Nilikuwa na mchungaji John Kajange pale nyumbani kwake. Mamangu akapiga, nikaweka loudspeaker. Mamangu anasema, "Ni wewe? Siamini mwanangu. Unaendeleaje? Habari za huduma?" Paka nikampa kana msalimia yule baba. Anamwambia nashukuru. Asante sana kwa ajili ya kumtunza mwanangu, yuko salama. Kwa hiyo hivyo yani angekuwa na uwezo anatamani hata ningelipa zile fimbo nimtandike yeye tena. Lakini hivyo, lakini ninachoamini sio tofauti sana na Yusufu. Yale ambayo yalifanyika ilikuwa ni kwa ajili ya kuhakikisha hiki ambacho kinaonekana leo kuwa bora zaidi. Kwa hiyo siwalaumu popote, ni rafiki zangu na wapenda sana.
Asante. Sasa mimi natamani kufahamu pia kwa mtu ambaye labda anakufuatilia. Kwa sasa hivi makazi yako kabisa ni wapi na unahudumu wapi? Kwa maana kanisa ambalo pengine unasali sasa. Na je, mtu akitaka kukupata uko huru na anakupataje? Mimi ninaishi Sumbawanga, pale Sumbawanga mjini, eneo moja linaitwa Kizwite. Lakini pia bado ni mshirika, ninaabudu kanisa la Tanzania Assemblies of God, Shoham Gospel Center. Kwa mchungaji mzuri anaendelea vizuri sana, anaitwa Samuel Tadei Kimaro. Kanisa liko Sumbawanga mjini pale pale eneo moja linaitwa OTC. Maeneo ya OTC tu kuna sehemu hivyo inaitwa OTC, na niko huru pia. Ninapatikana, niko huru. Na nimeyatoa maisha yangu kwa ajili ya Yesu kwa kweli. Nilimwambia Mungu maisha yangu ni sadaka kwa ajili yako. Kwa hiyo niko huru. Kama hivyo mtu anatamani ushauri, mazungumzo, shuhuda kwa ajili ya kutiana moyo, kujengana ili safari hii isiishie njiani, kwa sababu Yesu anarudi. Alipokuwa anaondoka kwenye kitabu cha Yohana 14, aliwaambia wanafunzi neno. Akasema, msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Anasema isingekuwa hivyo, ningewaambia ninaenda kuandalia makao ili nilipo mimi na ninyi muwepo. Kwa hiyo wakati ambao tunasubiri Yesu arudi kulichukua kanisa, na wateule wote ambao wamekubali kumpa maisha yao, lakini wapo wengine bado wanaendelea kutamani asikie kitu ili aone njia nzuri ambayo anaweza kumwendea Yesu. Mimi nipo napatikana. Na nasema Yesu ni halisi kabisa. Inawezekana mtu asinielewe nikiwa naongea hapa, maswali yakazaliwa. Nitamani kujua kwa yule mtu siku ile kwenye shimo alivaa nguo. Ni kweli? Kwa hiyo kama yapo hayo anaweza akaniuliza pia. Lakini hapa ni swali zuri nimeliwaza. Kwamba huyo mtu aliyekubeba alikuwa anaonekanaje? Yaani kama nilivyosema alikuwa ni baba. Kavaa nguo. Yaani ni mtu kama hivi tunavyo ongea. Hivyo. Sawa, asante sana. Mtazamaji wa NYTV, asante sana kwanza kwa kutupa nafasi, kuchukua muda wetu na muda wako pia kuweza kutazama, kufuatilia ushuhuda mzito na mzuri kutoka kwa mtumishi wa Mungu Christina kama ambavyo amejitambulisha. Kwa kweli tumefika mwisho kabisa wa kipindi chetu, lakini pia tutoe nafasi. Pengine na wewe unao ushuhuda, una jambo, una mahali Mungu amekutoa kugumu, lakini kuna mahali Mungu amekufikisha na unataka umpe yeye mwenyewe sifa na utukufu kwa sababu yale ambayo amekutendea. Unaweza kuwasiliana na sisi kwa namba za simu zinazopita hapo kwenye screen yako. Unaweza kutupigia simu, tutafika, tutakufanyia mahojiano na tutaweza kumtukuza Mungu pamoja na wewe. Kituo bora cha matangazo ni NYTV. Asante, Mungu akubariki, mpaka wakati mwingine.